Manek ambaye yeye bwana yuko ndani ya mjengo right now, na nafurahi kumkaribisha bwana producer Manek. Mambo vipi? Safi. Watu walikuwa watu jina lako wameliaribu sana, wanasema Maneke. Maneke. Jina langu mimi ni Maneke. Maneke. Yes, Maneke. Maneke. Kwa hiyo ile Maneke ni umelitengeneza. Kuna Cyril, kuna Kid. So unajua lazima kwa kiswag kidogo. Kwa hiyo walikuwa wanakuita Maneke, walikuwa wakosei. Alikuwa wakosei. Nikaa najua ile ya Y kule ndio halisi. Ile ya Y ilikuja baada kwenye kupronounce ile time, unajua walikuwa na deal sana na rappers. Kwa hiyo wanaiongezea ikaona iko safi zaidi. Okay. Bana, karibu sana. Leo umeni surprise, umeniambia kumbe ndo mara ya kwanza umefika ili jumba jeupe. Mara ya kwanza, ofisi nzuri sana. Studio kali sana. Nashukuru sana bana. Okay. Manake bwana, umepotea sana rafiki yangu. Yaani umepotea kiasi ambacho mpaka leo nikaona hata sio kweli. Mabili kusema huyu mzee yuko wapi bwana, na amefanya kazi nyingi kweli kweli. Kwa hiyo walau leo Gen Z wa kufahamu kama wewe ni miongoni mwa, mimi nimekuweka miongoni mwa maproducer bora waliopata kutokea kusema kweli. Nashukuru sana. Na hii ni kutokana na kwamba umetengeneza best songs ambazo zinaendelea kuishi. Umeona? Tena zina vibe. Kwa vijana wanasema zina vibe, yani zikipigwa au sio? Watu wanaendelea kuvibe. Yaani mpaka leo zikipigwa ni kama zimetoka jana. Kumbe tayari tunahesabu zaidi ya miaka 15. 15. Umeona miaka 15 ni mingi brother. Mingi sana. Mimi mwenyewe nilikuwa na ngoma nilikuwa naisikiliza kuangalia ni miaka 17 iliyopita. Ipi ulikuwa unasikiliza leo? Ngoma fulani hivi ya kwa nani? Ya Keisha. Ya Keisha na Diamond. Na Diamond, okay. Kuangalia ni miaka mingi sana. Okay. Haya bana. Mbu utaiweka hiyo kwenye list. Mimi ninazo zangu hapa nyingi kweli. Maneke ana so many hit songs ambazo zilifanya vizuri sana. Kwa hiyo sawa, miaka 17 iliyopita ulitengeneza huo. Unaweza kuhesabu rasmi miaka mingapi ambayo uliingia kwenye game? Yaani kutoka mwaka ambao unahesabu rasmi official kuingia kwenye game. Binafsi kwenye official naendaga, naweza nikasema mimi huwa nahesabiaga kwenye Naila. Kwenye Naila of course, kwa vile kuingia 2017 kwenye Naila. Lakini before that tulikoshafanya kazi na kina Cyril, niko juu ma project mengi tulikuwa tumeshafanya, lakini ile watu kuja kunijua Maneke ilikuwa ni kwenye Naila. Yes, pale ndio ilikuja kama Maneke ambao almost miaka 20 hiyo. Kwa hiyo ukirudi nyuma ni kama miaka 3-4 hivi. Ukiachana na hiyo miaka ya kina Cyril hiyo inafika. Kwa hiyo tunasema probably 23-24, lakini rasmi sasa official ambayo unahesabu mwenyewe. Mimi mwenyewe nahesabu kuanzia pale, kuanzia kwenye Naila. I say so, tumpigeni makofi bwana, miaka walau 20 hivi bwana. Miaka 20 sio mchezo mzee wangu. Sio mchezo. Na ulikuja kipindi kizito sana. Kina Majani hawajaacha hapo mzee, kina Master bado anadokoa hapo. Kipindi kizito sana. Alafu sasa wakati huo pia ndio kina Makochali nao wana njaa zao. Njaa kali. Kuna mtu alikuwa anaitwa Manmaji naye ana njaa zake hapo. Ilikuwa hatari, ulikuwa ulali. Unaona Ulikuwa ulali. Kuna time unajua tulikuwa tunafanya ukienda kupumzika unaanza kumwaza Makochali, kesho anatoka na nini. Umeelewa? Ukikaa unamwaza kuna Lama. Limsahau kumtaja hapo Lama. Na hapo unakuta tuko tushavurugwa vichwa na kina Mandugu Diki. Walishatuvuruga huko. Huyo hatari sana huyo. Kwa hiyo ilikuja na ilikuwa linachangamsha kusema kweli pia, kwa sababu creativity pia watu walikuwa halali. Unakutana na producer mwenzio usiku saa 8 na anakuambia bwana, wiki hii na kupiga na ngoma, na kweli hiyo wiki anakuambia kabisa. Na ilikuwa inatusaidia kwa sababu pia tulikuwa tunazungumza. Tulikuwa sisi tunashindana sana kwenye sound. Ndio maana utakuta back then kila producer ukimkuta ana sound yake, ana touch yake ambao humkuti kifanana. Umeelewa? So ilikuwa inafanya watu wanaumiza sana vichwa kupata vitu vizuri, na ilikuwa ni kitu kizuri sana. Sana. I say hatari sana. Sasa Manek, wewe ilikuwaje ukatumbukia hapa kwa producer production? Maana options zilikuwepo nyingi. Ungekuwa rapper wewe, maana najua watu wanakujua unagusa
bongo flavor nyingi, lakini wewe ni mwana hip hop pia bwana. Kwa ulikuwa kuna options nyingi ili kufanya ukachagua production ilikuwa ni ipi? Production kwa sababu ya background ya nyumbani. Sisi background yetu ina muziki. Ni mama msoma muziki. Ala, mama? Yes, yeah. Okay. Zee pia ni mwalimu chuo kikuu pale, lakini pia alishakuwa na band, Jana Brothers Band. Okay. Kwa hiyo nimekuwa katika mazingira ya muziki. Kwa hiyo kwangu haikuwa kitu kigumu sana kwa sababu nilianza kufanya vitu vya electronics kitambo. Sasa ikala unatengeneza kitu hizi amplifier nini, lakini watu hawakujui. So interest ikaja kwamba kuanza kusikiliza muziki zaidi. Unajua ukishatengeneza booster unataka kusikiliza ngoma. Then unaanza kwa kwani wanafanyaje inatokea. Kwa hiyo haikuwa haukuwa test ile sound. Yeah. Kwa hiyo haikuwa kitu kigumu sana sababu sisi tulikuwa tunakaa tukiwa wadogo ndani tuna ma speaker 21 ndani gate, unajua chumbani. Kwa ni kawaida. Na mimi kabla sijafanya production nilikuwa nafanya DJ. Okay. So haikuwa ngumu sana. Okay. Yes. Yaani njia za producers wengi zinaanzia kwenye DJ. Yeah, ni rahisi na hata ma producer wengi naambiaga ukitaka kufanikiwa pia wajifunze kuwa karibu. Kama wewe si DJ, kuwa karibu na DJs. Sisi binafsi mimi DJs walinisaidia sana. Okay. Kufikia hata nilipofika pale ni DJ. Ndio umesema ngoma zangu nyingi zina vibe. Lakini the main source kubwa ni ukaribu na ma DJs. Mimi niko naweza nikazurura usiku kukutana na DJs tu napiga nao story, wanakupa my ideas, piga tempo hii, kick fanya hivi, bass inasaidia sana. Yeah, kwa hiyo okay, ndio maana ukawa unatengeneza nyimbo fulani vi club friendly hivi. Yaani hata ukimba mapenzi lakini lazima iwe club friendly. Yeah, okay. Now sasa ndo naanza kukuelewa. Kumbe it was DJs ambao walikuwa wanashawishi sana. Okay. I say safi sana. So favorite producer. Yeah. Kila mmoja ana namna yake favorite wake ambaye alikuwa anamwangalia pale. Nani walikuwa kwako? Kwa wapi sasa? Kote tu yani. Kote. Mimi favorite producer wangu ni Timbaland. Okay. Yes. Wengi hawamtaji, wengi wanamtaja Dr. Dre. No. Okay. Kwangu mimi ni Timbaland kwa sababu ana vitu vingi alikuwa anafanya. Unajua kila mtu ana kitu chake anachopenda kwenye muziki. Kuna elements mtu anazozipenda. Yeah. Kuna vitu vingi Timbaland alikuwa anavifanya ambavyo nilikuwa napenda kuvifanya. Nitafute sample kiki aina fulani. Yaani yeye muziki wake unaendana na theme ya nyimbo na artist pia. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu mmoja namfuatilia sana. Timbaland. Yes. Okay. Mwingine au kwa mtoni ndio huyo peke yake? Mimi ni huyo. Okay. Bongo hapa. Bongo najua walikuwa. Bongo bwana mimi ni Roy. Producer Roy marehemu. Okay. Mimi yule ndio mtu ambaye alinifanya akanijenga na kwa sababu ni mtu nilipata nafasi kukaa naye. Okay. Okay. Ndio maana uko ukisikia ilikuwa kwangu kupiga bongo flavor ni rahisi sababu ni mtu ambaye alikuja alishape bongo flavor sound vizuri kabisa. Yeah, kwa hiyo ilikuwa ni mtu ambaye nilikaa naye na nashukuru kwa nafasi yake ambayo nilipata. Kwa hiyo kumbe I say ulikuwa unatimba G Records ama ulikuwa ile alivyoondoka kule ile ya pili? Roy tulikutana G2 wakati ameshaondoka kwenye ile kwa. Mimi time hiyo niko kwa Baucha. Okay. Yes, kwa hiyo nilikuja nikafuatwa nikaitwa nikamwambia bwana unaitwa na Roy. Yes, kustoka ni sawa, ni siku ambayo nilitetemeka nikaa naogopa sana. Roy ananitia nini mimi? Bwana. Unajua kufika kwake akaniangalia akashtuka sana kuniona age yangu ilivyokuwa na kazi ninazozifanya. Kwa akanipa nafasi kuwa naye na ninashukuru kwa hiyo. Kwa hiyo ulifanya kazi G2 pale? Yes. Acha bwana. Nilifanya kazi G2. Kazi yangu mimi ni kuingiza vocal. Okay. Na kidogo beat, kufanya beat making kwa sababu Roy alikuwa ni mtu ana ujuzi mkubwa sana kwenye muziki. Masuala ya mixing, mastering, masuala ya tone selections alikuwa anaweza sana. Roy alikuwa anaweza kaja mtu vocal yake ni ya kawaida mbaya, lakini final product inayotoka inatoka noma. So umeelewa? Kwa hiyo nilipata hiyo bahati ya kukaa naye na kwa kipindi kile kuwa na mtu kama Roy karibu si kitu kidogo. Sababu kuna watu walikuwa wanaweza wakaja wakakaa miezi miwili hawamuoni. Yeah. Unaona? Hakuwa anaonekana actually. Hakuwa anaonekana. Kwa mimi nilibahatika kusema kweli na ni mtu amenipa vitu vingi sana. I say okay. Yeah. Yale zile drum kicks za Roy hazikuwa za kawaida mzee zile.
Wewe leo unataka utafuta, kuna ngoma moja inaitwa Msela Jela. Msela Jela ya Bushoke Nataka uelewe ninachokwambia. Ukisikiliza leo ndio utanielewa nini ninachokisema. Okay. Alikuwa yuko mbele ya muda sana. Sawa. Bana hiyo iweke kwenye list hiyo mbili hizo. Maana anazitaja tu. Maki hizo ukiziona hivyo ujue hizo ni favorite zake yani, au sio? Yeah. I say okay, sawa. So kumbe bwana tulianzia kwa producer Roy. I say noma sana. Wakati ule wakati ule. Katikati hapo 2006 2007 mpaka 10 hapo, hii ilikuwa ni era fulani ambayo kulikuwa kuna kama transition hivi, watu wanataka kuikacha hip hop wanataka kuikacha hip hop alafu na sound ya ile bongo flavor, sasa ndio inaitwa bongo flavor, lakini palikuwa pana nguvu za uvutano hapo kubwa sana. It was the time ambayo kila wakijaribu kufurukuta nasikia katokea mtu anaitwa Godzilla, si ndio bwana? Unakumbuka vizuri sana. Mara huku hizo business naye alikuwa shule ile anakuja nini kanyonga na tai nini anaachia madude pale mawe, ilikuwa noma sana na quick. Sasa vision yako ilikuwa, mwelekeo wako ulikuwa unaenda wapi, bongo flavor ama ulikuwa unataka kubaki na wale watu wa hip hop? Mimi bwana, muziki nilikuwa napenda kutengeneza ulikuwa ni hip hop. Nafahamu. Ukirudi kuna miaka nimekwambia kabla chana na Naila sasa. Ukija nyuma huko kuna ngoma za kinaongera kina nani Tamo ambapo nilikuwa naweza nikaa kwenye top 10 kuanzia namba 1 mpaka 5 ni za kwangu. Bana ni hip hop. Sure. So umeelewa? Kuna siku niliitwa na marehemu Abdu Bongi TikTok pale. Okay. Naona kanisa aliniuliza swali moja ambalo nikajiuliza mtu gani anauliza hili swali. Likuchanganya. Ilinichanganya na alikuwa yuko sawa kabisa. Aliuliza, kwenye muziki unataka pesa au unataka umaarufu yani? Nikamwambia burudia tena. Yani wewe si unafanya hip hop? Unachagua hip hop au bongo flavor? Nilikuwa na tunda na kumbuka siku. Ndio nikamwambia boss, kwa nini unamaanisha nini? Akaniambia ukifanya hip hop utachelewa kupata pesa, fanya bongo flavor. Pale ndio kanibidi sasa nianze kuswitch, kuanza kupiga mabongo flavor. Na haikuwa ngumu sana kwa sababu pia na yeye alishasikia kama alisikia touch zangu. Akajua na ile mkono ule ninao, kwa sababu kuna project zingine nilikuwa nafanya watu walikuwa hawajui kama mimi ndo nazifanya zile project. Nyingi tu. Lakini yeye akawa anajua kama Maneke anaweza kupiga hivi. Na ile time kuna project zangu zilikuwa zinaenda kwa Muhindi, kwa Mamu. Wakawa wanauza kwa Mamu, lakini Mamu hajui producer ni nani. Ila wanapenda ule muziki wanaosikia. Kwa hiyo mimi ndio ikaja tukabidi tukafanya Asina. Ukisikiza Naila ni hip hop like Tunda aliimba. Tukawa tunajaribu kufanya hiyo fuse kuipata na bongo flavor na ikawezekana. Kwa ile kauli yake binafsi ikanibidi nije kufanya bongo flavor. So it was marehemu Abdu Bonge. Yes. Alikwambia bana babu vipi? Yaani wewe unataka chagua, unataka hela au unataka sifa? Na hiyo ni kwa sababu tayari alishajua kwamba utafanya kazi na wasanii wake, sio? Na nilifanya nao, nashukuru katika watu ambao walinipa walinipa nafasi kubwa sana na kuniamini. Yule ni mmoja wapo. Unajua kipindi kile kuaminika na game ilikuwa na maproducer wakubwa. Mimi nilikuwa bado ni chali tu. Lakini naaminika kupewa kazi za kufanya ilikuwa sio kitu kidogo. Kuna project wanapewa na kina marehemu Abdu Bonge kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kwa Baucha mimi. Mimi nimekuwa kwa Baucha. Baucha Records pale nimekuwa mimi pale. So kuna projects kwa Baucha tunaanza pale niko wanakuja tunaanza niko nao. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wananiona. Na ni wachache ambao walikuwa wanajua kama Maneke ni anafanya kitu 1 2 3. Kwa haikuwa I see. Haya bwana, bado namsikia Maneke anasema swali la kwanza hilo lilikuwa bwana, unataka hela au unataka umaarufu? Akiambiwa kwamba hip hop haisingeweza kumpa hela ya haraka ama hela ambayo ingeweza kumtoa sehemu moja kwenda nyingine. Na sasa ndio ilivyokuwa. Najua ndio ilivyokuwa. Hata mimi hata wewe mwenyewe ilikuwa hivyo. Nilikuwa naambiwa hivyo kwamba bwana hizo unapiga sana hip hop mzee kwenye radio mzee. Wewe unataka hela au unataka sasa. Anyways,
hizi ni story ambazo zilikuwepo, na ndo maana siku moja ile nilimuuliza Master J nikamwambia hivi, kwa nini mliamua kuitoa hip hop kwenye mstari, you know, kwa sababu wadau wakubwa, imagine producer aliambiwa hivyo, unataka yana, unataka hip hop. So that's how stories ilivyokuwa. By the way, ndiko tulikotokea. Kwa hiyo hizi ni sehemu za historia ili watu wapate kujua namna ambavyo tulikwenda. Sasa tunacheza wimbo wa kwanza leo ambao tutauweka kama ni classic jam of the hour number 1, na ameshautaja sana, tumeshautaja wote, na yeye anahesabu hapa kwamba Manaiki anahesabu hapa kwamba ndio official. Tayari alishapiga ngoma kadhaa, lakini hapa jamii kuja kumtambua Manek. Huyo bwana ni Manek. Sasa Manek bwana atatuambia ilikuwaje kuaje na nini. By the way, ni moja kati ya ngoma zake ambazo alizitengeneza na zili take over. Nakumbuka huu ni wakati ambapo na mimi ndo najitafuta najifunza production hapo. Kijana mdogo sana, lakini nasikia hizo mambo. Kwa hiyo nikawa nasema kwamba okay, huyu jamaa mbona na hatari sana, imekuwaje namna hii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo it was fantastic kusema kweli. Naila ni wimbo ambao ni kama uliambiwa sasa bwana, hili ni jaribio lako, usipotoka hapa utoki tena, sio? Tusu. Tusu. Ilikuwa ni tusu. Ni ngoma moja ambayo mimi kwangu ina memories nyingi sana. Na ni nyimbo ambayo inafanya muone mpaka leo tunda. Ni mtu ambaye namappreciate kwa sababu kuna hustle tulizipitia mpaka ngoma inakuja kutoka. Na inakuja kuhit kwetu sisi. Mimi binafsi nilibadilishia maisha yangu. Ya kazi na yeye pia. Kwa hiyo ni ngoma fulani ambayo ninaiheshimu sana. Na ile tag aliyoweka Maneke, Maneke ikawa ni kila kitu. Pale alimaliza kabisa. Kwa sababu unajua hakuna kitu ambacho mtu anaweza kumuuliza kama kana anafanya kazi nyingi, lakini credit huzipati. Ila watu wanasikia kazi zako. So before wimbo huu wa Naila, credit hazikuwa zinapatikana. Hazikuwa zinapatikana. Kwa hiyo kuna ma projects makubwa tulikuwa nafanya, makubwa sana, sababu nilikuwa nafanya kazi nikiwa chini ya studio zingine. Kwa hiyo unakuta unafanya, lakini wewe uko nyuma ya pazia, wanaoonekana watu wengine. Kwa hiyo hii mimi kwa sababu hii project tulianza kuifanyia Bouchers. Ilianza Boucher. Ilianza Boucher hivi. Okay. Kwa hiyo mimi tukaja tukatoka na data na files, tukaja bonda tena. Tukairekebisha vizuri. Tulifanya hii na Asina. Okay, Asina. Zote. Kwa ilikuwa ni time hiyo. So, hii tayari AM Records ishafunguliwa hapo au bado? Okay. AM Record ilikuja mbele kabisa. Mlipotoka Bauchi mkaimalizia wapi sasa? Nyumbani ghetto. Ilikuwa Kimeo ilikuwa Kimeo au? Hiyo time ndio nakwambia kwa nafanya kazi. Na kazi tulipata na Nuruel. Okay. Nilienda Songea kufanya project fulani ya gospel. Nuruel kanabara kuna project jamaa twende tukafanya. Tukasafiri kwa moto tukapiga tulifanya album ndani ya siku 2 3. Okay. Tulipomaliza yule jamaa akatugea na vyombo. Yaani ile studio ikafungwa, tukapewa mzigo na sisi tukaondoka nao. Ndio kuja mimi kufikia home pale tukafungua ndo tukaanza. Kila bobo wao niko nao kama wanasikilizeni. Chumbani tunakibadilisha kinakuwa studio. Changamoto sasa kae inakuja, hatuna soundproof, madirisha yako wazi. Kwa ukisikia kunguru wamelia inabidi mzee weke. Sio poa. Iko na hata hizo nyimbo kuna vitu ukisikiliza mpaka usikilize sana. Master J alikuwa ananiambia kuna nyimbo ukizisikia unasikia ndege inapita huko. Ni kweli. Yaani ukiwa na sikio sana ndio utaweza kukugundua. Kwa hiyo tulipo pita kwenye hiyo time tukaja tukapishana na jamaa, vyombo vikaondoka, kwa tukajikuta tupo hatuna mchongo. Sasa na mwanangu anaitwa Abu. Mshikaji wangu sana, best friend, ndugu kabisa sasa hivi. Okay. Tunaongea. Yeye alikuwa anapenda kuimba na rap. Alikuwa anapenda kurap na mimi ndo producer yake. Sasa kiwana hivi. Vyombo hatuna, tunafanyaje? Nakumbuka hiyo siku alinipigia bwana mzee anatuita. Unaona? Mzee Mohamed. Babake huyo sasa. Babake Mzee Mohamed. Akatuita tukaenda, aliyekuwa anafanya kazi na CCF. Okay. Kwenda pale siku hiyo bwana tukapewa kibunda. Bwana huu mzigo kanunueni vyombo. Go studio. Sio unaelewa hicho kitu? Kumbuka tulikuwa hatuelewi cha kufanya. Kwa
sababu tushangaika sana. Mzee kaamua kutoa isiwe tabu ya isiwe tabu. Na tukajengewa kabisa na studio nini kila kitu. Acha bwana. No, lakini bado hatujajua kama tutakuja kuiita AM. Sababu tuko na jina tuko najiita Next Level. Next Level, okay. Yes, tuko najiita Next Level. Kwa hiyo baada ya kuja kupata studio sasa, na tukikumbuka misoto ambayo tulipita nyuma, mimi nimepita Midman Records. Unaona, kipindi kile kuna Jonas wanatengeneza perfume zile. Perfume, yeah. Nipo kwa producer Jonas. Jifunza kitambo hicho ni hiyo chini yote bado natembea. Kwa ile misoto ilifika stage na mzee naye akaona kama sisi ni kitu tunakipenda, akaona atie nguvu tu support vijana tufanye kazi. Mzee alikuwa very positive. Yeah. Positive sana. Ni mzee mmoja mpaka leo. He's very positive. I say. Ni mtu yeye anakuambia bwana unapenda kufanya fanya. Ukishindwa rudi. Si kitu kibaya kujaribu. So tukajikuta tayari tuna studio. Changamoto inakuja wasanii sasa Tandale tatizo. Mtu kimwambia kuja Tandale na Tandale kipindi kile ilikuwa soko. Na studio yenu ndio ilikuwa inatajwa studio ile kwa Uswahilini kuliko zote. Studio iko Tandale. Tunafanyaje? Ila sasa kazi watu wanapenda. Yeah. Unaelewa? Kazi watu wanapenda. Kwa hiyo kabisa ilikala tubidi tukomae. Tukaje tukapata project sababu kuna project tulikuwa nafanya ambazo ngoja nakwambia watu hawajui kama ni mimi. Kuna project tulikuwa nafanya kwa Muhindi kwa Mamu pale. Na Mamu kipindi kile ni big deal. Msanii kuuza album nyimbo pale ilikuwa ni sasa nyimbo mimi napeleka lakini sina studio. Yaani studio yangu haijulikani ni inaitwaje. Pale kuna mjamaa mmoja alikupaga anaitwa Lazaro. Kwa yuko Mlinzi yuko pale kwa Mama. Watu wengi watakuwa muziki watakuwa wanamfahamu jamaa. Siku tukawa tumekaa kuna project aliniletea kuna jamaa fulani anatoka na Sheikh na Havili kama unawajua. Sheikh na Havili, yeah. Kitambo sana. Wachekeshaji wale. Sasa wale kwa na ngoma tulikuwa tunafanya nao. Yule ndo akaja na idea ya AM Records. Akatuambia wewe ukichukua nani yako Abu A Manek M this AM Records. Bana. Kwa jina lako kutoka kwa comedian. Yaani yule Lazaro ndo alitoa hivi. Lazaro, okay. Lazaro ndo alitoa. Okay. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambacho kina blessing na from there mambo akawa yanaenda. Ndo ikume that's why inaitwa AM Records. Kwa hiyo Abu na Manek. Okay. Yes. I say. Sio kwa unajua labda kuna kirefu kingine ambacho kwa mekifinya. Ni hivyo tu. Kipindi hicho si unajua bwana wana hip hop wana maneno yao kwamba unaweza akakutoholea. Shakutana na Pima Wengi akutoholee lile jina lake lile la Pima Wengi. Ile M sijui nini. Yaani ilitoka kama Wengi sasa hivi jina lirefu kama treni. Ilikuwa hivyo tu. Okay. Yeah. Nice sana. Utakuja kuniambia mafanikio ya Naila. I remember wakati huo nilipata kidai waka fulani hivi kwenye kituo fulani cha redio hapo wakaniambia bana gusa hapo bado sina ajira najipambania yani kaniambia gusa hapo fanya kuna kipindi hapo cha top 20 hapo kwa hiyo ile Naila sasa wakati huo uko nafanya production nilikuwa natengeneza majingo na nini ndo kazi yangu ilikuwa actually lakini nafanya hizo kipindi kwa nakumbuka ile ngoma ilikaa namba 2 kama wiki 10 hivi afu namba 1 ikakaa kama wiki 5 hivi Naila na kila sehemu ilikuwa hivyo. Sasa utakuja kuniambia hiyo success kwenu ilikuwaje baada ya kuwa mmeipata. Tarudi baada ya matangazo Maneke, lakini Maneki ilikuwa ndio jina ambalo limewekwa kwa Swaga. Anasema alikuwa na machek bobu wakati huo kina Cyril. Shout out to Cyril bana. Kamikaze, okay, mmoja kati ya washikaji smart sana ambao kwenye game waliwafanya alafu wakaamua kupoteza kwa namna moja ama nyingine au sio bana. Kwa hiyo yes. Sasa ngoja ni cheki YouTube kwa mnasemaje. Anasema Christopher Milanzi anasema leo wa kwanza ni mimi, hilo halina ubishi, na msubiri huyu mwamba tupate madini yake. Kati ya watayarishaji bora tuliobarikiwa nao kizazi cha pili kutoka kwa wale waasisi maua kwake. Anaitwa Christopher Milanzi. Okay, wakati huo ulikuwa umetuma, alikuwa hajaingia saizi. I hope utakuwa unamsikia akitupa vitu muhimu sana. Brookie Tiger Crown kutoka Mbagala Kuu anasema toka 93.7 tuko pamoja. Asante sana Brookie Tiger, much love and respect. Makame Hassan, bwana Makame anasema Maneki ni mmoja kati ya producers wazuri na wakali sana wa muda wote. Asante sana Makame, umetisha. Mac Mihayo wa Goba Dar es Salaam anasema hakika ya kali ni dhahabu.
Maneki alitufanya tupende kuwa maproducer vijana wa Magomeni Mwembe Chai hizo. Kwa sasa tushazeeka. Baba Magomeni Mwembe Chai ulikuwa mitaa yako nini? Kwangu kabisa huko. Utaniambia huyu jamaa utaniambia huyu jamaa alikuwa anafanya nini Magomeni Mwembe Chai? Mtundu sana alikuwa. Saizi mtu wa familia. Utaniambia, hebu ninongoneze kidogo hapa ndugu yangu. Mark Mihayo alikuwa anafanya nini huko? Asitoe mafaili yote sasa. Sawa. Mimi nitakupa la kwangu leo. Tukadi tunavyoenda nitakupa la kwangu. Sawa. Bana, hii ilikuwa nasema mafanikio yake yalikuwa makubwa sana. It went number 1 station zote. Na vile mimi mwenyewe nikiwa shahidi nilicheza wimbo ukiwa namba 1 kwenye chart, So na pia ulimpata Chidi Benz akiwa naye wa moto. Chuma alikuwa chuma kweli kweli. Chuma alibless sana. How was it yani mpaka mnakamilisha hii track na Tunda na Chidi Benz? Hii kazi unajua kama nilivyokuwa mwanzo tulianza kuifanyia kwa Baucha pale Magomeni. Kwa hiyo kwenye masuala ya kumpata Chidi ni bwana kapteni yao ndio alikuwa anapambana nao. Lakini Chidi yule jamaa na roho yake. Chidi kwa ile time kumpata Chidi ilikuwa sio mchezo. Sio mchezo. Lakini alifanya for love. Chidi alikuwa ni mtu hakudemand chochote. Sasa ana demand nini kwako wakati sisi wenyewe sometimes tuko naweza kuunga kwa yule Chidi anatuungia. Bana, yani pamoja na kwamba aliwasaidia verse hiyo. Chidi was big. Na baada akawaungia mshiko. Hivi Chidi was big. Chidi was big. Yani na mpaka leo unaona ni mtu yupo na heshima yake sababu amefanya vitu vingi na amesaidia watu wengi. Kupata sauti ya Chidi kaka hii kwa sio ndio kwanza tukatuamini kwamba Chidi yupo kwenye hii ngoma. Kwa ni mtu ambaye pia alisababisha na alisaidia pia hii ngoma kuwa kubwa zaidi. Na hilo tunamshukuru. Mimi binafsi namshukuru sana kwa sababu kwa time ile kumwambia Maneki ilikuwa ni ngumu. Kwa baada ya hii ngoma kutoka mambo yalibadilika. Sasa simu zikawa zinaita nyingi sana. I respect Chidi hapo kwa sababu gani unajua? That time pia huyo yeye aliweza kuwa bless for free na kama unavyosema akawa anasaidia na hela juu. Lakini kuna some rappers ama some artists ambao wakati huo wanakuambia kabisa mimi collab nataka kiasi fulani. Unajua kuna rappers kwa uwezi kuwasogelea. Kuwasogelea. Mimi niseme kitu kimoja. Mimi kwa natoka na kwa napenda sana kwenda out. Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi. Kama kawaida. Maneki tena. Sio unaelewa? Kwa sababu gani nilikuwa natoka? Mentor wangu ilikuwa ikifika weekend lazima nipe hela ya shopping na nitoke. Na anakuambia kabisa nenda sehemu 1 2 3 4. Hapo unamaanisha Roy. Sawa. Ila ukikutana naye on Monday, swali lake la kwanza atakalokuuliza umejifunza nini? Au umesikia nini? So ilikuwa kama ni task anakupa. Mwanzo nilikuwa simuelewi, lakini baadaye nikaanza kuelewa huyu jamaa anamaanisha nini. Unaona? Kwa mimi ilikuwa kwa sababu kazi yangu si muziki. Na muziki ni starehe. Na muziki unausikia wapi? Clubs. Kipindi kile clubs zilisaidia sana ku boost sana muziki wetu. Mimi ngoma zangu nyingi zilitokea club kuja mainstream. Why? Sahihi. Club unakuta let's say tukizungumzia Bilkanas ilikuwa located ambayo inachukua watu kutoka wilaya zote hizi. Senteno mtaenda pale kuna kina DJ Tama au kuna wengi tu kina Podi Ibra kina DJ Podi Ibra alikuwa anakuambia anaacha session anaweza kukaa nje mnasikiliza anakuambia Maneki gonga hivi piga hivi tempo cheza hii unaona na ndani hapo kuna top 10 hiyo top 10 ni so mchezo top 10 ya Bilkanas na ngoma karibu 5 hapo zote akashindua kali hatari so umeona kwa kuna vitu vilikuwa vikitokea kipindi kile vinasaidia kushape game yani kubwa zaidi kwa hiyo okay hapo umenipa kitu hapo kumbe bwana Roy alikuwa anakutia mkwanja anakutia na pamba fresh ili uende ukajifunze club sio ukale bata yani ukajifunze formula yake ilikuwa ni baseline na kick na of course sila yake kubwa Roy ilikuwa ni baseline na kick uko kikaa club ukipiga ngoma ya Roy mzee tumbo unasikia linacheza how kweli sio unaelewa lakini na anakufundisha ukienda sehemu yote yeye anakuambia angalia ile audience muziki wewe kuna ngoma inaweza kapigwa sio kama wewe unapenda muziki wote
kuna kitu kimoja wewe ndio kinakufanya kwa upendo ule muziki. Ni nini? Sasa wewe kazi yako ni kuangalia watu uelewe. Hawa watu wanapenda nini katika huu muziki. Sauti ni instrument. Sawa, watu nakubali. Je, ni kitu gani kingine kinaweza kukambaki msanii? Roy anacheza tu na baseline. Kakumalizia hapo. Okay. Kwa vile vitu vilikuwa vinatujenga mtu kuelekeza fanya 1 2 3 so. Baada ya hapo foleni ikawa kubwa sana ya wasanii wanamtafuta wewe Maneke sasa, na studio iko Tandale ikawa Tandale wala tulipata shida sana. Ila Mungu ni mwema. Kwa tulipotoka tulipata shida. Unajua kuamini watu kwa na studio Masaki, wana studio Swimbe Beach, wana studio wapi. Lakini sasa swali linalokuja ukimwambia mtu Tandale. Mimi na siwezi kuwataja. Mimi nina project tulikuwa nayo tayari na watu walishakuja mpaka studio ndani kabisa. Lakini katika hizo bendi zilikuwepo. Boss wao alipokuja kufika pale nje, uweza mimi aliwatoa wakaondoka. Ile kitu iliniuma sana. Ndio maana hata siku nilopata tuzo niliwaambia AM Record iko Tandale kwa Mtogole, yani kwa sababu ni vitu tulikuwa tunakaa navyo. Yaani watu walikuwa wanaona kwamba you can't make a hit kutokea Tandale, sio? Niliongea vile kwa sababu nyingi, sababu kuna vitu vingi tulipitia. Mimi kuna wasanii ambao hata uko ukiwafuata hawanijui mimi gani Maneke, lakini wanapenda kazi za Maneke. Kazi Maneke. Lakini shida igala kuja location. Sumela. Kwa hata ilipofikia ile stage nikasema sasa na mimi ni hapa kutoa langu la moyo. Bwana AM Record iko Tandale. Na hivyo watu wakazoea. Sababu tulishajaribu kubadilisha studio location. Uweze amini watu waligoma akasema turudi Tandale. Kwa sababu sasa ilikuwa ni mazingira watu walikuja wakayazoea. Yaani wewe ukija kuna wasanii walikuwa wanakuja Tandale na makufuli wanashindana. Yaani akiingia yeye unajua kafunga gate. Kwa sababu zipi hapo sasa ilikuwa? Usalama au alikuwa hataki mtu mwingine aingie? Hataki mtu mwingine, sasa si watu wengi. Watu wengi. Na kuna muda mwingine tutakuwa enjoy kuja kukaa kushinda. Unaelewa? Ni ile mindset tu zamani ilikuwa bana ukabaji na kweli mazingira kipindi kile hayakuwa hivyo. Lakini mambo akaja akabadilika. Okay, sawa. Umemtaja sana hapo Cyril kama ni mmoja kati ya watu ambao ulifanya nao kazi mapema sana. Sasa nitacheza moja kati ya kazi ambayo ilikuwa inapendwa sana ya bwana Cyril Kamikaze. Wakati huo watu wa hip hop ngumu sisi tulikuwa tunaona Machek Bob wana Machek Bob anajichukulia kijiji, lakini Cyril sasa akawa anakubalika yani. Na anyways ilikuwa good time and ukianza kufikiria kwa sababu watu wanamuona Cyril brother Mary na nini, kwa hiyo ilikuwa wakati mzuri sana. Hii ni ngoma ambayo ulitengeneza wewe bila shaka. Cyril alishirikiana na soprano, lakini pia humu kwa mujibu wa Maneke hapa anasema ilikuwa inawashirikisha na maproducer wengine akiwemo bwana Bano alishakuja bwana kwenye hicho kiti hapo. Shout out to Bano. Kwa hiyo mlifanya Bano wewe na Rider. Okay. Rider. Sababu wao ndio walianza kuifanya hii project. Okay. So nikaja nikalitoa bwana kuna project hii. Tukapiga tena vocals nini everything. Kwa hiyo mkaimalizia. Project iko sawa kabisa. Okay. Cyril alikuwa ni mtu wa kipekee kabisa, ukiachana na kwamba alikuja na hiyo swag na nini, lakini alikuwa na characters za kwake peke yake yani, ambazo zilikuwa zinamtofautisha na watu wengi sana. Nafikiri ziliweza zikamjengea sifa fulani hivi kwa watu. Unajua mfano mimi Cyril mkutana kitambo sana. Kitambo sana. Ni mtu tulikuwa tunaishi maisha fulani ni mazuri nje ya muziki. Na kipindi kile tunakutana na mama yake marehemu. Bibi mkubwa alikuwa ni mtu poa ambaye ana support sana. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingine mtu anarithi kutoka nyumbani, makuzi, ile roho mtu anaendelea kuwa nayo. Na ni katika watu ambao mimi hata kesho wale kuna wale ambao unakutana na loyal friends wale uko nayo ni one of them. Na ni mtu yupo na maisha, tuna maisha mengine lakini bado tuko na maisha yanaendelea. Ile inamsaidia kila mtu. Kwa na roho nzuri, mambo mengine yanaenda vizuri zaidi. Shout out to Cyril. Ilikuwa ni wakati wake ambao alifanya vizuri alipokuja kujoin ile familia ya Wakacha pia baadaye. Sasa kuja kukutana na watu wa Bihits hapo waliniumiza vichwa sasa.
hapo kichwa kiliuma mzee Pancho. Kumbe walipokuja kujoin forces wakaingia wakatengeneza wakati wakawa na Pancho sasa. Na Pancho. Ilikuwa Jux hayupo, Starehe hayupo. Nani mwingine? Leo nikumbusha mbali sana. Kulikuwa kuna Cyril, Jux, King Kapita na yule kijana anaitwa Nastatu. Waliungana sasa wakatengeneza wakati. Pancho amekuja na Big Hits. Of course na Pancho ndo anamalizikia sasa. Maana Pancho mwenyewe ndo alikuwa kwa wakati. Unakumbuka nilikwambia producers walikuwa wanakuja na sound yao. Yes, of course. Pancho alikuja na sound yake. Of course kabisa. Sawa. Identity yake pekee yake. Na kwa ukisikiza production yake bro, kichwa kinauma. Yuko na master tena Amibi huko. Amekuja kimalizia shughuli ilikuwa inatokea. Unasikia yaani uko kusikia hivyo unajua shughuli imeisha. Sasa uko ukienda club wapi? Pancho sasa anafanyaje? Unaona? Lakini ikae sasa inatusaidia kuchangamsha game. Pia sasa ukiangalia wanangu pia ndo hawapo na mimi tena. Kwani ilikuwaje? Walikukimbia ama uliwakuta tena wako kwa Pancho? Hawakunikimbia. Yaani kuna ile unajua tunaenda tunakuwa. Mimi kazi pia zinakuwa ziko nyingi. Alafu sometimes jabiri lifestyle yangu mimi na wewe kila siku haiwezi kuendelea hivi. Kuna makuzi, marafiki wanabadilika na nini. Kwao wao na muziki wa ule walikuwa wanaufanya kwa wakati ule ilikuwa ni sawa kwa na Pancho. Na waliweza na walifanya. Mwezi mwingi walifanikiwa. Ndio maana na mimi waliporudi nikawarudisha kule pia nikawapigia ninafanya ile ya Jux na sababu niliona mshangaika bosi sababu rudini tena nyumbani. Before hapa Jux ulishatengeneza naye kazi ngapi pale zilikuwa? Jux. Jux ngoma yake ya kwanza kabisa mimi mwenyewe nimetia sauti. Uliingiza ile? Ya kwanza kabisa na data. Mimi Jux kwangu alikuja si msanii. Okay. Jux alikuwa amewasindikiza wakina Cyril studio. Okay. Lakini alipokuja kapendeza. Karibuka. Sasa ukimwangalia Jux na hao wengine msanii anaonekana ni nani? Ni Jux ana ndugu yake moja tu item. Ukiwaangalia unaona mbona huyu ndo ana muonekano wa kisanii. Hapo nje chini kapaki kirafo kimoja kikali kina muziki mzito. Naelewa. Sasa ngao mbona mtu anafaa kuwa msanii na yeye alikuwa nahisi alikuwa na hiyo ndani lakini hakuwa sana into that. Kwa hiyo ikabidi tujaribu kufanya kitu. Bwana hebu imba hapa hivi ndo tukatengeneza nyimbo ya kwanza mimi na data na wewe. Mimi na data na okay. Ndio ngoma ya kwanza tuna record na. Unaona? Hivyo tunaongaonga ngamba wewe twende tuimbe. Mimi nyimbo nyingi kwa napiga back. Is it Jux nyingi so tunafanya tunapiga back mpaka Jux ule anakuja unamuona anakuja anatokea mpaka hapo alipofika. Yes, kwa ni watu ambao katika kuniuliza kati ya vitu ambavyo niliwahi kuvifanya nikawa niko proud now ni kumtengeneza Jux ile nayo moja. Sure. And now biggest star bwana anavuka mipaka sasa. Ndio pale nikakwambia muda mwingine kuwa una roho nzuri pia. Mungu ana namna yake ya kukubariki na kufungulia. Sahihi kabisa. Anafanya kazi nzuri sana. Nzuri sana. Ni hard work. Unajua kuna ile mtu anaweza kaona upande mmoja angalia upande mwingine wa mtu kweli. Ni mtu anajituma sana. Sana kwa kazi. Yuko serious na timu yake inafanya kazi nzuri. Kwa safi. He means business. Kabisa. Wanyamwezi wangesema Jux means business. Alipofika sasa hivi kuna watu wamejaribu muda mrefu kufika imekuwa ni ngumu. Sahihi kabisa. Yaani sio vitu vya kuchukulia. Kwa hiyo yani ifike stage kawaida. Tumpe maua yake kama that uthubutu tu wa kuweza kupambana mpaka kupata hiyo nafasi ya kufanya show kwenye ardhi ya watu ambao wameshajiweza kimziki, wamejitosheleza na pengine hawahitaji star mwingine kutoka nje ya nchi yao, labda ukiachana na wale ambao wanatoka abroad like Europe na America. Sio mchezo, unajua sio mchezo kupata tu hiyo yani uthubutu, ni vitu vya kuweza kuviappreciate sana. So niambie challenge ambayo ulipata ku create another hit baada ya Naila. Naila was huge everywhere. Sasa unatakiwa uje na nyingine ambayo ingeweza kuifunika Naila.
Kwanza nikwambie hit song huwa hujui kama hii ni hit song. Definitely wengi wanasema hiyo yani hujui kama ni hit song. Ila iko nyimbo ambayo mimi nilijua hii ni hit song. Na kweli ikawa hit song. Ambayo ni Hakunaga. Yes. Sawa, tubaki hapo. Anasema kwamba ipo ngoma alijua, upo wimbo alijua kwamba huu utakuwa ni hit song. Akautaja hapa ni Hakunaga. Haya, tusikilize Hakunaga hapa. Here we go. Sasa kitu ambacho alikuwa anafanya kazi wakati huo, walimleta DJ Cleo. Kwa Hakunaga anakuja na yule jamaa alikuwa na wimbo sio unaitwa Facebook, kama unakuwa unakumbuka vizuri. So likaandaliwa tamasha. Kwa hiyo kuja tamasha ndio vitu vyote vikaangukia huko. Na ndio maana mengine yakafuatia huko kwenye ile tamasha. So I remember everything. That's why let's get back. Kwa nini uliamini kuwa Hakunaga itakuja kuwa hit song? Yani ulivyoikamata na namna ambavyo ulikuja uka create hii beat. Unajua Hakunaga kwanza tulishaifanya. Na before ifanyike ina story yake nyuma. Mimi nasema tulikuwa tuko sawa kabisa. Mligombana? Yani tulikuwa tunagombana. Kuna shida tunagombana kabisa. Shida ridi. Time mimi ya Suma kukutana kufanya kazi, sababu katika watu ambao pia nilibahatika kukutana nao kwa muda mrefu kwenye masuala ya muziki ni Suma. Nyimbo ya kwanza ambayo mimi Aisha ya Park Lane. Ya Park Lane. Ananisikiliza mimi bado mdogo tu, chali tu. Ananisikiliza ile ngoma. Umeona? Kwa tupo katika mazingira hayo ya kujuana, na vile ana ngoma ambazo mimi kwangu hata hapa nikuwekea kwenye simu na nyumba yake leo hadi kesho naisikiliza. Chungwa. Au chungwa. Kwa ni katika watu ambao mimi nilikuwa na enjoy muziki wake ni Suma. Of course alikuja na sound yake pekee yake. Sound yake pekee yake. Yeah. Sasa swala lingali linakuja mimi na yeye kwenye kufanya kazi, huo ndio ulikuwa mtihani. Tunapishana. Kwa hiyo nakumbuka kikao kilifanyika Coco Beach. Amna mtu ambaye sasa hivi ni mama watoto, wife wake. Na ikabidi bwana tusuluhishane bwana nyinyi inabidi muende studio. Nyinyi ndugu, wewe mfanya ni kazi. Muende studio. Ikatoka. Ndio Hakunaga sasa ikaja. Okay. Lakini Hakunaga pia ina story. Hakunaga ni nyimbo ambayo nilishaitengeneza nikamaliza kabisa kila kitu. Lakini mimi nafsi yangu ilikuwa bado haijaridhika. Mimi nilikuwa na kitu kimoja. Unajua muziki sometimes ni hisia. Sahihi. Na sikio. Msanii mnafanya nyimbo leo, kesho anaanza kusumbua, anataka ngoma yake. Mimi sijaridhika, sijamaliza. Wewe unaona ni sawa. Ila mimi haiko sawa. Sasa Suma ikafika mimi nikamwita nikampa nyimbo. Nikamwambia lakini usitoe, subiri, usitoe. Yeye alikuwa na haraka nao. Hayana mipango yake sasa hizo. Sasa tukaja tukatoka, mimi nakumbuka nilikuwa nakwambia tunaenda sana out. Na Tunda. Mimi kwa ukinikuta mimi Tunda yuko pembeni. Yaani lazima utukute tupo. Tumeenda Bilkanas. Tumekula, kuna nyimbo pale sasa zinapigwa, tunaangalia, tunasikiliza. Hii siku nakumbuka nilikuwa nimeongea na kuna DJ moja EJ. Alikuwa yuko pale na DJ Ibra. Okay. Katika story tulikuwa tuna discuss muziki kwa gani tunapenda makwaito kipindi chetu wanacheza na nini. Mimi nikasema ngoja niende nijaribu kufanya kitu kingine cha tofauti. Na kweli kilifanikiwa. Nilirudi studio usiku ule, tukaingia studio, nikavua muziki wote ule, nikaanza kupiga. Ukavua beat ya kwanza? Nikaivua kila kitu. Ndio kapiga hii. Nikapiga hii. Okay. Kwa hiyo nikajaribu kutengeneza muziki fulani benga msafi. Yaani kila kitu nitamani kila watu wasikie kila kitu. Na kuna kitu fulani kimepigwa katika hii ngoma ni cha kawaida, lakini ni kitu watu wanakipenda, afu waelewaje wanapenda kwa sababu gani. Sawa? Kwa hiyo ni nyimbo ambayo nikamaliza nikazima. Vyombo vilikuwa vingi sana. Sasa wakati tunapiga Hakunaga ulikuwa umevesha vibaya. Tumevesha. Na hilo ndo tatizo la Maneki, ilikuwa kila siku tatizo la Maneki, tutaongea lakini sawa. Kwa hiyo naamka asubuhi taani pale nje. Unajua studio si soundproof kwa hivyo. Unakuta watoto wanaimba. Hapo umeamka asubuhi ukasikia watoto wanaimba, tarudi baada ya matangazo. Walau kutikisa kichwa kidogo au bega au hata mguu kudundisha hivi. Na watu wamekuwa wakifanya hivyo for years, yani kwa zaidi ya miaka 15 sasa. Manake ni kama ilikuwa 2010 hivi. Kwa hiyo ni zaidi ya miaka 15 watu wanaendelea kusikiliza wimbo huu na kuupenda na kusikiliza vizuri sana, au sio bana? Kwa hivyo anabakia kuwa na sifa yake bana. Hongera sana kwa Hakunaga. Yani ni all time hit mzee wangu. Yani unajua katika maongezi yangu hapa nikasema ikitokea kwamba
kuna producer anataka kupiga verses na wewe. Yes. Yani unaweza kumpiga kizembe sana yani. Yani kwa sababu una hits fulani ambazo ukizipiga zinaweza zikabadilisha taswira pale. Hata kama producer wewe mkubwa kiasi gani, even legends Yes. Kwa sababu tunaweza tukakubaliana kuwa Hakunaga hii sorry kwa my brother Somali, najua yeye sasa hivi hayupo kwenye masuala haya kabisa. Hii tunacheza kwa sababu yako, si ndio? Yeah. Lakini Hakunaga unaingia miongoni mwa zile nyimbo bora za Bongo Flava za muda wote, bila kujali ilikuwa ni era gani kabisa. Umeelewa? Yani hii inaingia kwenye zile, kwa sababu tunazijua nyimbo bora za muda wote. Kwa mfano Starehe ya Feruzi ndio nakuja, kwa sababu hizo ni zile ambazo zilitawala muda mrefu, yani zimekaa yani hapo, yani huwezi kuitoa. Ukipiga sasa hivi Starehe watu wanaendelea kucheza kabisa. Ni sana ukipiga Kamanda wa Dasnunda watu wataendelea kucheza, ndio hizo bora za muda wote. Sasa kwenye era yako wewe, era yenu hapo katikati, hii Hakunaga imeingia hapa, yani kwenye hicho kipindi cha 2010 hapo mpaka 10 hapo mpaka inakuja kwenye 20s bado upo yani, unaona Kwa hiyo mimi nakuheshimu sana kwa sio tu kwa hii track na nyingine, lakini this one yes, ilifanya mpaka masela gangsters, even gangsters walikuwa na bang na Hakunaga. Even nakumbuka kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanahoji hichi ni Kiswahili gani, hawaelewi. Walisema kwamba no, yani watu ambao wanatumia Kiswahili fasaha, yes, walikuwa wanadisi kwamba Kiswahili gani cha Hakunaga, lakini mwisho wake akaishia kucheza wimbo na kuimba. Ni ile kila mtu alimcheza. Kila mtu. Ingoma mimi mwenyewe kwa nikikaa kwanza naona yani ilifanya mambo mengi sana, ilitubadilishia maisha pia. So ulisema kwamba ulikuta watoto wanacheza. Asubuhi yake. Hiyo ndio ukawa unaendelea, nilikukatisha hapo kwa sababu ya matangazo. Tuambie sasa. Unajua kilichofuata baada ya kuona watoto wana dance, ukaona hata sio kweli bana. Watoto kucheza mimi kwangu ilinishtua kwanza. Hii ngoma mitini za usiku, lakini kumbe wao walikuwa wanasikia muziki. Si pale soundproof haikuwa nzuri sana, kwa hiyo ukipiga blast ndani nje watu lazima watasikia. Kwa ile kupokea kwao pale nyumbani kipindi kile tuko sababu ilikuwa ni nyumba ya familia pia, wako pale bi mkubwa yupo, mama Abu nani, ile vibe ya ile nyimbo kuipenda, nikajua hii tena hapa shughuli imeisha. Ndio kumpigia Suma kumwambia sasa hebu njoo, achana na hiyo nilokupa, yani njoo sasa kuna zawadi yako, njoo usikie kitokea. Okay. Ndio hicho. Na ngoma nyingi unajua mimi binafsi kwa nyuma nyingi zilitoka demo nyingi sana. Yes, hiyo story nimeipata kwamba watu walikuwa na wakichukua warudishi yani. Arudishi kwa sababu nilikuwa nikifanya yani nafanya kwa kumaliza. Okay. Unajua vibe. Unakuta msanii akija unamfail. Kulikuwa ni rahisi nikifanya, najua kabisa hapa nikishatoa hapa nikikupa wewe huwezi kurudi tena. Na nyingi zilitoka. Wakati ulikuwa una mipango ya kumalizia. Yes. Kuna nyingi zilikuwa zinatoka. Ndio ile nikakwambia sababu nilikuwa nafanya research sana. Nilikuwa natembea sana, natoka nasikiliza muziki unataka nini. Nilikuwa nakaa na watu, nakutana na kina Master J, unaongea nao wanakupa madini, unasoa choyo. Unaelewa? Unakutana na Mako Makuchali yangu Makuchali, sio yule katika producers ambao walikuwa wananyima usingizi. Mzee Chali. Chali naye mzee wa Lushoto saizi yuko zake Lushoto. Maisha yanaenda. Kwa hiyo ulikuwa unatengeneza muziki unajua kabisa, kwa sababu kipindi natoka Stari Garama muziki kwa hicho huko juu sana. Sawa, ukienda club top 10 unasikia ni ama ngoma. Tunafanyaje? Makuchali alikuwa na sound yake fulani, mapiga mabenga. Ukisikiza Pombe Yangu, ukisikiza Magoma ya Manze, yani alikuwa na ile ya kwake sio hata alikuwa anahitaji maana kimchukua zila yule, lakini kusikia ngoma zake alikuwa anashindua kimpango wake. Mimi nafanyaje? So plan yangu ilikuwa ni rahisi sana, kuja na touch tofauti. Ulikuwa kuja Jabili natengeneza nyimbo yako inakuja naanza from scratch, wewe na sound yako wewe ulipokuja leo. Kwa hiyo jikuta naweza nikawa na Hakunaga na Stari Garama, Swine na Mawazo, Swine na Single Boy. Nyimbo zote hizo zimetoka kwa wakati mmoja lakini hazifanani sana. So kwangu hiyo ilikuwa ni silaha nyingine ambayo nilikuwa natumia, watu walikuwa wanashinda kuelewa. Bado unakuja ukawa unawatoa na kina Waitoni, Masebene. Yani vitu vilikuwa ni vingi vinakuja. Definitely it was
It was your time my brother. Time na pia nashukuru msanii kila kipindi artist yako akija anakupa nafasi wewe producer kufanya. Mambo yalikuja kubadilika, msanii akija anakuja na idea yake. Okay. That time ilikuwa bado anakuja na kusikiliza. Akija na kusikiliza producer. Okay. Mambo akaja kubadilika, msanii akija anakuja mimi nataka kitu kama hiki. Ukishamwambia producer hivyo, sasa kuna vitu vingi unampunguzia wigo kumwacha yeye kufanya creativity yake anataka kufanya. Sawa? Na mwingine unampa anakuambia hapo kwa nini usipige kama hivi? Kwa hiyo unakuta ile akili uko unatumia kwa mwanzo na baadaye unakuja kuona vitu acha. Lakini vichwa viko vinauma mzee. Yeah. Kulikuwa nakumbuka vizuri, kulikuwa kuna criticism. Yes. Ambayo ilikuja kwa maana kwamba ambayo mpaka sasa hivi ipo hiyo, lakini now ndo tunaweza tukawa tunajifunza. This time mliambiwa kwamba mnaikata Bongo Flava na mnachukua sound za watu Kwaito. Yeah. Sababu Kwaito ndo ilikuwa imetoka over huko na kwa hiyo ambacho ndo kimekuja kutokea sasa hivi miaka maybe 10-15 baadaye watu wameingia kwenye mapiano. Let's say miaka 10 after watu wameingia kwenye mapiano na kelele ziko vile vile. Unalitazamaje jambo hili, because nyinyi mliambiwa hivyo na there was a time pia hata wao wakawa na accuse wanasema kwamba huyu sana anachukua tu Kwaito anapiga vinanda kwa juu, if you can remember, lakini ni shughuli yake. Ndio maana ilikuwa hivi sasa. Kwa hiyo kauli uliyosema ukisikiliza hii sasa ndio unaweza ku appreciate kwamba kumbe kuna kazi tofauti kabisa ulifanya, tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunafikiria. Tofauti, unajua kwa msikilizaji anayesikia ile final product, kama kwa kuna uwezekano wa watu kwa wanaonyesha anachokifanya studio, wangeelewa mtu muda na kutumia sahihi kabisa. Mimi na nyimbo nilihangaika karibu almost a week natafuta kick tu na snare EPU just kick kupata ile iwe perfect. Mawazo okay. Ina kiki fulani wewe ukisikiza unaona iko light, lakini kiki fulani na baseline yake ni sound yake unatumia muda mrefu just ku perfect hiyo kitu. Actually it's my favorite, miongoni mwa favorite zangu za Diamond ni ile. Na kwa kufanya hivyo ndio maana unaona pale nilipopalup kwenye ile post. Yes. Nimepalup maksudi pale, sijakosea. Tuendelee. So my love. Yeah. Kwaito ilikuja ilichakoma sana. Na muziki ni biashara. Lazima uangalie na trending inaendaje. Nikarudia kukwambia mimi nilienda club. Tunaenda club. Tunazunguka hizo club zote. Kichwa kilikuwa kinatuuma, jamaa, kwa nini tunacheza muziki wao? Wow, sure kabisa. So umeelewa why tunaucheza muziki wao? Kwa sababu usipoucheza wengine watacheza. Na demand inataka hiyo muziki, tunafanyaje? Na tukaja kuona, nikajaribu kupiga muziki ambao ni confused na Bongo Flava. Ni huu ukaenda. Same tempo, beats, design zile, lakini muziki tulikuja kupiga ni tofauti kidogo. Na ukapendwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kuumiza kichwa. Kija sasa ukisema mapiano, wabongo wamepiga mapiano mzee mpaka unasema sasa hata wasauzi wenyewe kisikia wanaogopa. Wanapiga mwanangu, wanabonda kama isikize kana master ule muziki. Yani anafanya kitu kikubwa sana. Yeah, he really good. So ni time inamtaka hivyo. Kwa hiyo acha mtu afanye. Lakini tu sasa tunakuja inabidi sisi pia identity yetu muziki wetu tuangalie tunafanyaje kuweza kupush. Sema ambacho mimi baadaye nimekuja kugundua ni kwamba ina take time sana kuweza kuthamini kazi aliyoifanya mtu na kugundua kulikuwa kuna utofauti katika hiyo kazi alikuwa anafanya mtu. Kwa mfano, ukiachana na DJ Bonnie Love, tukirudi miaka ya nyuma huko, production zake ambazo zilikuwa zimekaa alikuwa ameuweka Uafrika zaidi kama Utanzania kwa mbali kwenye zile beat. Lakini Majani na Master J wakati wanapiga yale madude, mwanzoni watu walikuwa wanasema tunaiga za Mtoni. Na kasikilize za era zile, kasikilize za era zile yale madude ya kina Feruzi na Professor J kama zinafanana na ngoma za kina Dr. Dre. Yani kama zinafanana ni chache sana, lakini unagundua kwamba tulikuwa tuna sound yetu. And now ni same na ninavyosikiliza hakunaga. Ni kweli kwamba drum kicks zote ni za Kwaito. Hiyo haina ubishi, ndio drum kicks na nini. Lakini vitu ambavyo vimepigwa ni Bongo Flava, yani ya kipekee kabisa. Kuna vitu vingi umeviweka humu, sio vile ambavyo nani. Kuna mtu leo anaweza sisi toka tunafanya hizi loops kama hazikuepo. Zilikuepo nyingi tu, ma loops yote yalikuepo. Lakini
producer wengi walikuwa hazitumii. Yeah. Yani walikuwa hazitumii. Na ndio kaona ikai inawaleta watu tofauti. Yani ukinisikiliza mimi nina touch yangu, na sound yangu. Ukimsikia Lamar, yani hata asipoweka tag yake, ukisikiza tu unajua huyo ni fulani. Ukaja ukamsikiliza mtu mwingine ulikuwa unaweza ukajua. Ukimsikiliza Punch unajua. Siku hizi imekuwa ni ngumu kwa sababu studio technology inaenda, watu wanatumia vitu hivyo. Juzi Bobu mdogo wangu mmoja kuonesha maajabu ya AI ndio nikapitiliza. Sasa nikasema huko ndo kwingine kabisa, uko hatari tu. Kwingine kabisa. Hatari tu kabisa. So umeona? Kwa hiyo kwenye ufanyaji wa kazi vitu vinatokea, sound mtu kufanana na ngoma fulani vipo. Yani it's gonna take some time. Hata hizi labda za Bobu hapo. Yes. Bobu si pengine uko karibuni. Yeah. After 10 years tutakuja kuzungumza tena hivi. Tuombe tu uzima. Yani utakuja kugundua kwamba kumbe huyu Bobu alikuwa na vitu anaviweka. Yani ina take time. Ndio maana katika ukuaji wangu wa hii game, yes, baadaye nikaa najifunza ku appreciate zaidi kuliko ku criticize. Mwanzoni ujana na nini nilikuwa haraka ku criticize, lakini baadaye ndo nakuja kugundua kwamba hapa kumbe kulikuwa kuna ubunifu mwingi sana. Yeah, kwa hiyo nafikiri ina take some time. Kuna mfano mimi na nyimbo moja ilitokaga watu waka criticize wakaniambia nilicopy. Kulewa. Nataka kulewa. That's so many hits. Hapa tumepiga 3 tu sijui. Tuendelee lakini Kulewa mfano mimi nilivyotengeneza, nilikuwa na idea yangu tu kichwani. Kulewa. Ukilewa akili kidogo inakuwa iko lazy. Yani uko slow mo kiasi fulani. So nilianza kufikiria kwenye beat tu yenyewe, muziki yenyewe kutengeneza. Nitafute kick ambayo it's kinda yani ina nguvu fulani ya inakuvuta. Ni concept ambayo nilikuwa naitengeneza kutokea mwanzo napoanza mpaka kuja kumaliza muziki. Tukaja tukapiga vitu vingine, watakuja kusema Maniki mmekopi kitu fulani. Muziki tunausikia kila siku. Hata kuna nyimbo unaisikia, mimi kuna nyimbo nazisikiliza kila siku. So muda mwingine unaweza kukuta kuna kitu unakuja kufanya kwa kujua au kutokujua. Sababu si ni napiga kitu kama fulani vikafanana. Lakini mtu alipokuja kuniambia nilikopi kitu, mimi iliniuma sana. Kwa sababu nikikumbuka nilivyohangaika. Afu mtu anakuja kuambia umekopi. You guys, are you serious? Yeah, it doesn't make any sense. Yeah, sure. Ndo changamoto za kazi hizo zile. Waarufu na nini. So, kuna kitu kimoja hapa kabla tuachane na hii Hakunaga, maana tumekaa nao sana hapa. The video. Yes. Video ilichangia pia sana. Nafikiri ni moja kati ya video ambayo ilikuwa iko well organized kiasi ambacho sasa ilikuja ikahamisha walichokuwa nakisikia na watu wanataka kukifanya from clubs to streets. Yani kila mtu anataka kudance kama Hakunaga. Na nafikiri that dada yule alikuwa mpaka maarufu kabisa. Somebody Husna, alikuwa anaitwa Husna Hakunaga, nakumbuka the name. Kwa hiyo ni kwa sababu ya ile that song. Kwa hiyo video nafikiri ilisaidia sana iliongeza maarufu yani. Video ili boost. Unajua kuna era ilikuja bila kuwa na music video. Ngoma inakuwa bado sio kubwa. Yaani ulikuwa unahitaji video kufanya ngoma iende zaidi. Ziko ngoma nyingi ambazo kuna ziona unakuta ngoma ilikuwa ni ya kawaida kwa watu masikioni, lakini video ikija ile nyimbo inazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo ni vitu vinategemeana mpaka leo. Tusema sasa hivi imekuwa nyimbo zimekuwa nyingi, studios zimekuwa nyingi, wasanii ni wengi. Kwa hiyo wewe peke yako kwa siku kuchakata nyimbo 20, 30 kwa siku si kazi ndogo. Sure. How ulikuwa una manage kutengeneza hizo tracks? Mimi nakumbuka kesi yako kubwa nilikuwa napewa. Bwana Maneke anavesha sana mwanangu muda wote, yani yuko duki kavesha, yani Maneke kwa maji. Lakini bado sasa ulikuwa unaendelea ku drop hits. Ulikuwa una manage vipi yani hapo? Ku manage muziki ni vibe. Sawa. Unakuwa kunikuta niko kwenye vibe. Basi goma ni vibe. Kuna siku nishakukuta mzee jasho la kukatika na kuuliza vipi babu, hata uelewi. Sielewi. Muziki na maisha sio ujana. Ujana. Lakini
at the time sasa wewe ni star, una ngoma nyingi, una vitu yani ilikuwa ni vitu ambavyo haviepukiki. Ndio maana kuna time inafika, kuna level ilifika mimi mwenyewe nikasema ngoja nipunguze speed huko basi. Namshukuru pia Master J. Master J alikufanyaje? Master J kuna project ile tukafanya Shy Promise of course. No. Ipo hapa ya. Kuna siku kana niuliza Master J, wewe Master J una studio Masaki. Umekuja Tandale. Wow. Hiyo kitu kidogo kaina. Lakini bro ni mtu mmoja smart sana. Na katika vitu alinisaidia ndio unamuona Bob Maneke. Kutokea Bob Maneke ilikuwa ni kauli ya Master J. Okay. Master J aliniambia Maneke, kuna maisha baada ya hicho unachofanya. Alafu kuna majukumu yatakuja. Muda ule ulikuwa nao leo hautoupata tena. Okay. Mtengeneze Maneke mwingine. Yaani tengeneza mwingine wa kuendeleza mrithi wako kinachotokea. Yes, kwa stokani sawa. Ndio Bobu sasa kutoka kuacha kumtuma kaleta CD kabani, Bobu sasa inabidi ukae chini uanze kufundisha vocal. Kwa Bobu anatakiwa mshukuru sana Master J pia. Yani si huwa sasa hiyo kitu yani kitu. Kwa hiyo nani aliongea jambo la wazi kabisa. Maisha yanaenda unavoishi leo miaka 5 10 na ukuja tofauti akili nilokuwa nayo leo na miaka iliyopita si sawa. Sio sawa. Kuna kijana sasa hivi kazi yake akiamka anawaza muziki, analala na muziki. Mimi mambo yashakuwa mengi. Kweli unawaza vitu kibao. Kwa hiyo safi sana. Congratulations kwa sababu ya hicho ambacho ulichokuwa umekizungumza hapo, kina make sense sana na namna ambavyo ya kurithishana pia. Nafikiri tunaweza tukawapa njia pia producers wengine ambao walikushatangulia, right? Na that master ni mtu fulani ambaye alikuwa anaona vitu vingi sana huko nyuma, actually na mwenzie pia P-Funk, kwa sababu hao wote ni kama walitengeneza watu, yani wakawa wanaenda nao mdogo mdogo mpaka mwisho wao wakawa wamefade out kabisa. Muda unajua kwenye production same to Hami B. Yes. Ndio wakati huo yeye anajivuta, anaingia pancho hapo, anapiga vitu, yeye anakuja kumalizia. Tunyima usingizi. Marco nayo unaona baadaye akaja kina Daxo Chali. Muda kuna chama inafika unaona, alafu mambo yanakuja kubadilika, anakuwa unahitaji, kuna mwingine anaona anachohitaji na anachokipata havifanani. Kwa sababu kuna shida pia ilikuwa inakuja, unakuta unafanya kazi kubwa, benefit nyingi anapata msanii. Okay. Mimi na artist na wanakuja hawana kitu, niko nao, nawatengeneza ngoma zinatoka, baada ya wiki 2 mwezi nje kaja anapush ndinga kali, unashangaa noma sana. Anakaa mwezi kakubadilishia mpira na anaweza kaongea nafanya interview na hela. Wewe sababu mimi mfano ninaweza nikasema kitu hapa, mimi na nyimbo nilitengeneza hit song kubwa sana, lakini nilipwa 300,000 tena nilisainishwa hela mbele na watu nisitaka nikiwataja leo utashangaa sana. Lakini niliwaza mawili. Huo wimbo unaufunika au tunautaja? Ukoja kwanza. Niliwaza vitu hivi. Nikikataa hapa naweza nikapigwa ban moja ya hatari. Nakumbuka during that time ya kuminyana. Okay. Kwa hiyo kabisa aidha nichague 300,000 au nichague upande mwingine. Nilichukua ngoma, ni hit kubwa sana. Kuna watu ambao wapo walikuwa wamekaa pembeni na kuangalia. Mbona kama anaanza kupata sense hivi? Kaka unafanyaje? Kwa hiyo yani kuna vitu vilikuwa vingi. Sasa ukaja unakuja kuona baadaye kwamba mimi pia producer nataka kuishi na nataka kuwa na maisha. Na mimi nilikuwa naishi studio. Msanii akija muda wote ananikuta niko studio. Kwa ilikuwa rahisi. Time ambayo niliama studio kwenda kuanza kukaa pembeni, maneno yakawa yanakuja. Mwingine anasema jamaa sasa hivi hapatikani. Alishazoea kwamba nikipita muda wote nakukuta. Kwa hiyo ulipoanza kama anaringa sasa hivi studio. Sasa kwa nini inabidi wote tuwe sawa? Unachopata na mimi nipate. Kwa nini upate wewe mimi nisipate? Sahihi kabisa. Na kazi kubwa katika vitu watu hawaelewi. Kazi kubwa kwenye production. Producer anafanya kazi karibu 80% kwenye babu kwa kazi. Na msanii yote ambaye anaweza kanisikia leo katika vitu anataka kufanya
atengeneze connection nzuri na producer yake. Respect your producer pia. Wengi wao sauti zao za ovyo sana kwa sikiliza wanaimba. Producer bro ana uwezo wa kufanya muziki ukaeleweka ukasikika. Ni producer. Kweli. Sawa. Sasa inapokuja kwenye shida tuko wote, kwenye kumsoto tuko wote, kwenye kufanikiwa kwa nini uko peke yako? Tatizo linakuja. Wengi watasema si masuala ya mikataba, tufanye kazi nyingi tulifanya kipindi kile kwa ajili ya mizuko. Ni vibe. Mimi na lista nyimbo ambazo nilikuambia hizi ni vibe zilikuwa zinatokea vibe, watu wamewaka, ngoma imegongwa na ngoma imeenda. Sure. Yeah. Okay. So, let's have this one. Hebu tuhame kidogo genre hapa, na hii ni genre ambayo ulipigwa mkwala ukaamba bana hii kama vipi achana nayo. So unataka hela, unataka hip hop. So Darasa featuring Ben Pol, one of the biggest songs of all times, a rap, na ilileta era nyingine kabisa na ilimtambulisha Darasa kama ni miongoni mwa rapa hatari zaidi kutokea AM Records bwana. Hii hapa ni Sikati Tamaa. Kimsingi ni kwamba yale maneno ambayo alikuwa anayasema kuhusiana na Maneki kwamba ikitokea anafanya vazi hapa na mtu hapa producer wako unayemwamini anaweza kutolewa nishai alafu ukawa ukabaki unashangaa. Na before hatujaanza kuizungumzia hii nilikuwa nazungumzia hilo maksudi. Kwa sababu gani unajua? Nilikuwa namzungumzia Dark Child. You know Dark Child ni producer ambaye ametengeneza ngoma nyingi R&B za rap kidogo na nini. Na hasungumzwi sana, lakini kwa mfano akisimama atoe yale mawe yote ambayo aliyatengeneza alafu asimame nayo afa ajitokeze producer ambaye yoyote tunayemjua wewe duniani ambaye anasema kwamba ana hit song kumzidi yeye, anaweza katoka mtu na aibu pale. Noma sana. Umeona? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinatokea sana. Mimi naamini kwamba Maneki akiamua kuchukua hits zake achukue 20 tu alafu na mwingine achukue zake 20, kunaweza katokea aibu hapo mbele. Anyway, tutakuja kuzungumza baada ya matangazo. It was a rap song my brother. Ingawaje ulipigwa mikwala na nini lakini it was a hit man. Ilisumbua sana Sikati Tamaa. Sasa huko tayari mambo yalikuwa yashachangamka, badilika. Na ukisikia Sikati Tamaa ilikuwa ni nyimbo fulani ina hisia nyingi sana. Definitely. Na it's a hip hop, lakini muziki tulijaribu kuupiga kwa una feelings. Wewe mwenyewe kuna vitu umesikia mwisho kanaambia mwisho hapo kabisa. Kwa hiyo tulijaribu kufanya na tuliweza. Okay. Safari ya Darasa ndo ilianzia hapo bwana. Now he's one of the biggest stars in the country. Sijui unajisikiaje? Anyways, yani inawezekana alikwisha anza huko vizuri na nini, lakini this Sikati Tamaa ilifanya akawa popular sana. Unajua kwenye maisha unatakiwa celebrate mafanikio ya mtu mwingine. Sawa? Kwa wewe kuwa pale, mimi kwangu niko proud of myself. Kwa sababu aliweza kupita kwangu tukafanya tuliyofanya. Kwa hiyo inawezekana katika zile steps azo kanyaga kwangu pia mimi niko katika mafanikio yake. So proud of him. Definitely ni miongoni mwa tracks ambazo mpaka leo ni favorites za watu wengi sana. I remember even the GOAT mwenyewe Professor J anakwambia alivyosikia hiyo kidogo ilimfurahisha. Unajua alishaizungumza mara kadhaa. So kama mtu anafuatilia interviews za zamani huko, Professor alitaja sana Sikati Tamaa. Darasa ni mwandishi sana mzuri sana. Definitely. Yani mtu ambaye anaweza aka present kitu in a way that uandishi wake kwa kufanya pia ukafikiria ukaenda deep zaidi. Sawa, na ukiweza kupiga muziki mzuri juu yake inakuwa iko sawa kabisa. Na Ben Pol pia naye bless chorus card sana. Ben Pol bwana mnyanganga huyo. Unajua muziki ni hivyo, unatengeneza bond ya ngoma fulani na kwa tamu sana. Sababu tunasema ngoma bila chorus. Kwa Ben naye alifanya jambo lake likawa safi kabisa. Alright. So, ngoja nipite hapa YouTube mnasemaje? Okay, Makame Hassan nimekuona tena, anasema hip hop ni muziki kama ilivyokuwa muziki mingine, na ukiuamini na kuupenda sanjari na uwekezaji ni muziki unaolipa vizuri mno.
anasema ujinga na upuuzi uliowajaa tu hao wadau kipindi hicho cha nyuma, wanadai ni mziki usioleta hela. Anyways, ndio hivyo, ndio the past hiyo. Kwa hiyo sasa hivi watu wamekuwa huru, wanafanya kile ambacho wanaamini kwamba kitawapa furaha, kitawapa pesa vile vile na vitu vingi. Kwa hiyo nafikiri kwamba sasa hivi kila mmoja anafanya kile ambacho anaona kwake yeye ni sahihi. Asante sana Zubeda Muhammad, ametoa tu hai na sisi tunakuambia Zubeda hai. Okay, sawa. I don't know, shukrani kwa wewe ambao unafuatilia YouTube na kwa ambao unafuatilia TVE bwana. I hope utakuwa umeenjoy sana, na today wala utakuwa unamjua huu Manekiz, yani pengine ulikuwa unamsikia tu. Nimepiga tracks 5 hapo sasa hivi tayari, zote hizo ni hits yani, au sio bwana? Sasa what about this one? Hii najua ilifunika au nyamu ikumbuki. Huyu hahitaji kutambulishwa bwana, ila nitatambulisha jina la wimbo linaitwa Mawazo. Miongoni mwa ngoma ambazo nazikubali sana ni hii, pamoja na ile Kesho ile alikuja kufanya nafikiri na watu wa Kenya wale. Kesho Mako. Hivi Kesho alikuwa Mako, ila video ndo alishoot Kenya na yule nimechanganya. Video ndo alifanya na yule dada wa Kikenya. Nafikiri ni nani yule? Avril, somebody Avril si nani, kuna dada mmoja alifanya naye, sikumbuki vizuri. Kesho pale ilikuwa ni Mako Chali. Na alishindua. Ilikuwa si ndio mlikuwa mnapambana? Yani so Mawazo yenyewe nasikia nayo ilikuwa ni kama vile ulivompa tu kuirudisha kama akatembea nawe, ni kama ulikuwa hujaimaliza unavyotaka wewe mwenyewe. Na Mawazo pia kitu ambacho watu waelewi, wao jui. Mawazo beat tukitengeneza walikuja Diamond na Baby J. Baby J, mwimbaji mzuri sana Baby J. Kilichotokea siku tunafanya vocal. Diamond hapo. So ilikuwa Mawazo wafanye wawili. Ni nyimbo nyingine kabisa, haikuwa Mawazo. Walikuwa wafanya wimbo mwingine. Okay. Kwa hiyo tutokea tukafanya nyimbo ile ya Baby J na kamba Baby J akatoa. Okay. Lakini Diamond sasa beat kali kaja na Mawazo. Tunafanyaje? Beat mali ya producer mzee. Chapa Mawazo. Kwa hiyo mzee ukamchinjia baharini Baby J. Na nyimbo yake ilitoka. Nyimbo yake ilitoka vizuri. Okay. Lakini wao ilibidi watumie beat hii ama ilikuwa watumie beat nyingine? Baby J na Diamond. Hii ilikuja kuna vitu vikabadilika. Ilikuwa hii lakini mwanzo ukaibadilisha. Ikabadilisha. Okay. So ngoma moja ambayo yani Sema Baby J nilimwambia nitamwalika siku moja hapa. Baby J umesikia hii? Uje uyamwage nawe siku ukija hapa kusana na Maneki. Ndugu yangu, dadangu, sijamuona kitambo. Harakati zake ziko zenji. Siku moja alisema nilimwambia akija Dar es Salaam hapa siku moja aje tukae kwenye The Classic, kwa sababu yeye pia ametumia muda wake sana kujaribu kufanya zenji flavor ile na nini. And mimi she was my favorite. Nilikuwa namsikia najua kabisa udada. Kuna wimbo mmoja nakumbuka nilipromote sana nilipokuwa kile kituo kilichopita kile wa kwake kabisa. I remember ameimba somebody na Pasha, sijui kitu kama hicho alikuwa na Pasha. Ilikuwa one of the best song kabisa kutoka kwake. So bana. So Mawazo kumbe ndio ilikuwa hivyo mzee. It became hit bana na ikasumbua sana. Hata mimi mwenyewe pia ilinisumbua vile vile. What do you mean ilikusumbua? Kuna ngoma unafanya alafu kija ukikaa ukisikiliza mwenyewe unaona hivi gani hapa nilipiga vipi? Ukisikiliza. Yes. Kwa sababu unakuta unatumia muda mrefu sana kufanya back and forth, unarudia, hujapenda hichi, na kama Diamond ni mtu anapenda kufanya kazi mpaka ikamilike mzee, kijasho kimekutoka. Na kwamba lazima kazi imetoka, mtarudia, lazima mperfect kazi itoke. Kwa kazi kishaisha pale unakuja kugundua kumbe kazi tulifanya kazi fulani kubwa. Okay. Kwa hiyo ilisumbua kidogo ilikuwa perika na Diamond kidogo. Perika nyingi sana. Okay. Ni mtu anajali sana project zake. At the time he was hungry. Tena sio kidogo. He was very very hungry. I remember. Kesha pale nakumbuka mpaka tunaletewa chakula kinaletwa na bibi mkubwa pale studio muda mwingine. Kwa sababu kuna nyimbo zingine tulirekodi mfululizo sana. Nyingi. Kwa kama usizile ukimuona nani yani magoma ni mengi sana. Kwa hiyo mtu tukisema tunafanya kazi ni kazi kweli. Yani wewe producer mwenyewe unachoka. Unaona hapa sasa ilikuwa ni non-stop. Non-stop. This was the time ambao ulikuwa muda wote kukutana naye anaimba tu. At this time nafikiri wakati alipoileta hii track
ndo alikuwa kwenye kituo kile kingine. So at time nakumbuka alikuwa kukutana naye, yani anaimba tu muda wote, yani anakuletea track lakini yeye anaimba. Mtu ambaye alikuwa na he was hungry nasema, na muda wote anataka kama ku practice hivi, anafanyia mazoezi kile ambacho anacho kichwani. So na imemsaidia. Yeah, it was fantastic. Kuna mtu anaweza kumuona mtu sehemu fulani lakini hajui mapito yake huko chini imekwaje mpaka kufika. Kuna mtu anaweza kaona mafanikio. Most definitely kabisa. So how do you rate Mawazo in your best songs ambazo wewe uko nazo? Because I know kama tutapitia some of the tracks ambazo umefanya poa kabisa, najua hakunaga umeweka pale juu. I hope maybe probably number one in your top songs ambazo umefanya. Naila mi number one. Yes. And hakunaga unaweka number 2. Yes. How do you rank this Mawazo? Inacheza kwenye top 5. Kwenye top 5? Yes. Okay, are you sure? Yes. DJ Mbu nimemuuliza hapa anaiweka namba ngapi Mawazo, anasema ipo kwenye top 5. Umemuelewa? Okay. Sawa, ndo maana nimemuuliza, na maana yangu kumuuliza kwamba are you sure, manake kwamba nimemuuliza manake are you sure kwamba hii itakuwa top 5, kwa sababu kuna huu hapa. Hebu let's listen to this one of the biggest kabisa hits pia ukiachana na Mawazo ya Diamond Platnumz. Sawa. Single Boy, Ali Kiba na Lady JD, another hit kutoka kwenye mikono yako. It was biggest one kabisa, na iliendeleza umwamba wa Ali Kiba, lakini pia iliendeleza umwamba wa Malkia mwenyewe Lady JD. Hapo ni wimbo ambao ulipendwa kupita kiasi na wenyewe sana. Na nakumbuka pia nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliucheza sana kwenye charts mbalimbali. This yenyewe ilikuwaje? Every song ina story yake, najua. Story yake inaweza sio kubwa sana. Ni story fulani, ni nyimbo ina story ambayo wewe unapendaga ilikuwa na utata kidogo. Kuna story zingine tunasema inabidi zingine unaifunika. Zingine tunazifunikaga tu, ila ngoma ilienda. Ni katika nyimbo ambayo pia nilitengeneza kwa vibe fulani, ilikuwa ni hii. Hii nyimbo huwa na enjoy sana baseline yake wakati naipiga. Kumpigwa kama inataka kuja kama bounce hivi kidogo. Yaani hivi, na nikakwambia muda mwingine unahitaji kutumia akili nyingi kutengeneza kitu fulani kizuri, muziki fulani uweze kuishi kwa muda mrefu sana. Sahihi sana. Hii nyimbo mimi nilisema napiga tu baseline ndio itaimbisha nyimbo nzima. Na ndio kilichotokea. Na hii before nitengeneza nyimbo tulikuwa tumekutana na DJ Ibra Birkana. Tulikuwa tunazungumza kuhusu muziki ama bounce tunatengenezaje na nini. Kwa hiyo mimi kichwani mwangu nikasema hapa inabidi nitafute kitu gani kitawaimbisha watu. Ni bass. Nyimbeni mnavyoimba mimi nitacheza tu na baseline. Na ndio hiyo nilichapa mwanzo mwisho. Haikubadilika. Okay. Fantastic kabisa. Bonge la dude yani. So, pale nikawa nakuuliza kwamba are you sure kwamba Mawazo ipo kwenye top 5? What about this one as a Single Boy? Yenyewe ndio yeye katika hicho kitu. Kwa hiyo hapo sasa kuchomekea nyingine maana rafiki yangu hapo inakuwaje? Kuna nyimbo zingine mimi nikisikia zinanikumbusha mbali. Sawa, kwa sababu zipo ambazo nilifanya nzuri zaidi ya hizi. Of course, zipo. So umeelewa, kwa upande wangu mimi kwenye production level hatujazigusa tu hapa leo. Hatujazigusa. Sasa inabidi tupige part 2 mwanangu, kwa sababu tumeacha so many hit song hapa, tumeziacha nyingi sana. Ngoja hapo wadau watatuambia lini Maneki arudi hapa. Na hizi ni katika wale tunachukulia wale A-list artists ambao tunajua. Lakini wapo ambao mimi nilipiga. So mimi binafsi nilikuwa napenda kufanya kazi na underground. Of course. Ni kitu ambacho ulikuwa unakizungumza sana. Nilikuwa nakizungumza na nilikuwa nakipenda kwa sababu kuonyesha ubora wangu nilikuwa natamani kutoa watu wapya. Kwa hata leo kuna muda mwingine nakaa I'm proud of myself sababu kuna watu nimeweza kuintroduce kwenye game. Na nilikuwa akija msanii ambaye ni mchanga na anajua kuimba, nilikuwa natumia akili yangu hadi ile ya mwisho kabisa ile kuhakikisha huyu mtu anapata kitu fulani kizuri. Wako wengi hapa tunaona kama mtu kumsema kuna Waitoni. Kuna wengine wako wakina Mira. Kuna wako. So kwangu mimi ile ilikuwa ni kitu na ni faraja sana. Kwa sababu
nilikuwa naona msoto wao. Mimi nilikaa G2, nilikuwa naona wasanii wanahangaika just kuweza kurekodi, kupata time tu ya kuingia studio. So nilipokuwa napata mtu anakuja kwangu mkali, ilikuwa naona huyu sasa mimi huyu ndo nimtumie kama mfano. Okay. Kwa sababu sifa, kwa sababu unakuta ukideal sana na wasanii wakubwa tayari mtu yuko kwenye rotation. Kwa hata kutengeneza nyimbo iweje ya kawaida, sababu kwa sababu yuko pale ni rahisi ile nyimbo kwenda kufanya vizuri. Lakini sifa kubwa ulikuwa unapata kwa hawa ambao unakuja kuwatoa wapya. Okay. Yeah. So now unaionaje hali ilivyo ya producers na game wanavyoiendesha? And maybe ukaniambia you only top 3 tu ya producers ambao una feel ile vibe yako, yani ambao ulikuwa nayo wewe, not kitu kingine, yani vile inakukumbusha wale wewe ulivyokuwa, your top 3 at least watatu. Top 3 mimi naweza nikawataja, lakini siwataji katika mtego. Ni sawa, ni sawa tu, at least wako mimi na producer ambaye huwa nampenda sana. Moko Genius. Yes. Okay. Na anajua huyu wangu huwa anapenda sana na touch yake fulani bab kubwa sana nzuri. Okay. Sasa kuna producer mwingine amekuja, nimemsikia mzuri sana, Cannibal, nishamsikia pia. Sijawahi kukutana naye lakini nishamsikia. Sijawahi kukutana naye lakini ana vitu anapiga, ukisikiza muziki wake ni safi sana. Yaani ni mtu anatumia sana akili pia kwenye kitu anachokifanya na ana touch fulani nzuri sana. Okay. Kuna S2Keys. S2Keys. Yes, anafanya vizuri sana. Na wako wengine ambao nawasikia kazi zao nzuri. Yeah. All right. Okay, Mr. Akili Kubwa anasema Manek, mmoja ya producers mwenye hits kama zote. Jamaa anakaribia kila ngoma yake ilikuwa ni hit. Ametu bless sana enzi hizo. All right, sawa, shukran sana. Ayubu Mabula anasema mbona kama producer anachanganyikiwa na hits zake kama mimi hapa du. Ndio hivyo, yeye mwenyewe ana hits nyingi mpaka zinarudia. Okay. Sawa. Okay, sawa, asante sana. Jumanne Mrisho, tumeona ushauri wako hapa, tutafanyia kazi. Bana, sawa bana. Sasa Maneki rafiki yangu hapa, inabidi tupate kukunani kidogo, kukuchangamsha, sawa Naam. Okay. Tupige mida ya lawama. Sawa. Mida ya lawama. Hii ni session yetu ya mwisho kabisa. Bana, mimi nitakualika tena for part 2 bana. Kama ikiwezekana tutaangalia lini una muda, hata kama wiki ijayo una muda, si tutakualika. Next week. Yes. Sawa, hakuna shida. Tutaendelea next week. Mida lawama sasa, itabidi unachagua kimoja kati ya viwili ambavyo nakuuliza, na tuna dakika 3 tu hapa Maneki. Kwa hiyo twende faster. Sawa bana. Sawa. Mida ya lawama na Maneki. All right? Yeah. Okay. Sawa. Tunaanza. Mr. T Touches au Mason Selector? Tuna dakika 3 tu. Mida ya lawama na mkali Maneki. T Touches, au sio? Yeah. Okay, sawa bana. T Touches imeenda hiyo, sawa. Shady Clever ama Mr. T Touches? Twende hapo. T-Touch 10. Okay. Mako Charlie au Manwater? Mako Charlie. Asante. S2Keys au Daxo Charlie? S2Keys. Sawa. Maneke mwenyewe kabisa au Mako Charlie? Ni Maneke mwenyewe. Gumu kumeza, sawa, kaza mwenyewe Maneke. Okay. Sawa. Jux au Diamond Platnumz? Wasanii wako wa zamani hawa. Jux. Yes. Okay. Manwater, Manmaji. Yeah. Si ndio? Ama Manwater ama nampambanisha na mtu mwingine lakini wa era ambao kidogo sio yake, Mr. T Touches. Manwater. Yes. All right.
Said Komorian. Yeah. Ama Bizman. Bizman. Wenanda hivyo. Vingi sana. Master J au P-Funk Majani. Tuna dakika moja tunamaliza. Choose one. Dakika moja. Choose one. Only one. Ndio maana ikaitwa mida lawama. Hawamaindi, wanaona lakini hawamaindi. Master J. Master J. All right. Sawa. Next week utatuambia. All right. Ya mwisho kabisa, wasanii wako wa zamani, ushafanya nao kazi. Yeah. Diamond Platnumz au Alikiba? Diamond Platnumz. Asante sana Manek. Thanks for your time. Nisalimie sana Bob Manek, mwambie kazi zake ni nzuri sana, pia naongera kwake. Yeah. Basi mimi na wewe tutakutana next week, umesema Next week. Sawa, tutaendeleza hapa tulipoishia. Asante sana kwako msikilizaji. Next week Manek anarudi tena kwa ajili ya part 2 ya The Classic. Asante kwa uliojiunga nasi tangu mapema na ambao uliangalia kupitia AFM Tanzania.